Waziri wa Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Jerry Silaa ameanika mafanikio na mipango ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha ujao wa 2025-26 mara baada ya bunge kupitisha mapendekezo ya bajeti yake kwa kishindo. Akiongea na waandishi wa habari katika viwanja vya bunge jijini Dodoma, Silaa amesema ni maelekezo ama ni nia thabiti ya Daktari Samia Suluhu Hassan katika kutengeneza uchumi wa Tanzania ya kidigitali. Mtakumbuka tarehe 29 ya mwezi wa 7 mwaka 2024 yeye mwenyewe alizindua Tanzania Digital Economy Strategy ya miaka 10 2024-2034. Katika mle kuna mihimili sita, nguzo sita. Nguzo moja hapo ni infrastructure. Utaona ujenzi wa minara ya mawasiliano kwa maana minara 758 inakamilika, ujenzi wa minara 636, iko minara mingine imesikia UCSAF kwa taarifa ya kamati kwamba ina fedha tayari zaidi ya bilioni 40 kwa ajili ya ujenzi minara mingine. Mobile broadband inasambazwa na minara ya mawasiliano, na kazi hiyo inafanywa na wizara hii chini ya UCSAF na watoa huduma katika kuhakikisha Watanzania wapata huduma ya mawasiliano. Mkongo wa Taifa wa Mawasiliano sasa hivi umefika wilaya 109. Kwenye bajeti hii tumetenga hela kupeleka kwenye wilaya 111. Kuna vituo 111 vya kutolea huduma ya mkongo kwenye wilaya zetu ambazo zinafanya kazi as we speak. Lakini mmeona jinsi gani Mheshimiwa Rais ameshatoa maelekezo ya taifa letu la Tanzania kurusha satellite yenyewe ya kwake wenyewe, na sisi tumeanza kazi ya kuridhia mikataba ya kimataifa itatusaidia kurusha satellite. Kikubwa Mheshimiwa Rais katika maelekezo yake angetaka mifumo isomane. Leo Mtanzania akiwa na NIDA iwe ndo jamii namba yake, iwe ndo jamii kadi yake, aweze kufanya utambulisho eneo lolote, lakini aweze kufanya miamala yake kupitia Jamii Pay. Leo kila mtu ana muamala wa simu ya mkononi, kuna mabenki, kuna mawakala wengine wa mitandao ya simu, lakini Mtanzania huyu lazima atambulike kwa namba moja. Na ndio maana wizara yetu kwa kushirikiana na NIDA imeiwezesha NIDA namba kuwa jamii namba, na tunaenda kuwa capacitate kwenye masuala ya ICT mfumo wao uweze kuintegrate na mifumo mingine. Wenzetu wa RITA na wenyewe tumewatengenezea mfumo ambao mtu akiandikwa anapozaliwa aweze kutambulika kwa namba hiyo hiyo ya NIDA, na umesikia jambo la jamii namba ambalo litaweza kumsaidia Mtanzania. Kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, sisi wizarani hatuna lolote la kumlipa zaidi ya kumshukuru kwa kazi na msukumo anaotoa. Tanzania hii mkiangalia kwenye vyombo vya habari, ingia hata YouTube angalia. Duniani huko kuna mtu anatembea na pesa mfukoni. Lakini duniani siku hizi hamna mtu anatembea na kadi. Sasa hivi tumekuja na N-card ambayo sasa inakuwa jamii card, ambapo mmoja Mheshimiwa Waziri Mkuu ametembelea pale NIDC wakiwa na mpango wakiuliza kama inaweza kutumika kwenye mabasi ya mwendo kasi. Wenzetu TAMISEMI walitengeneza kadi ya mwendo kasi card. Sasa Mtanzania hawezi kuwa na mwendo kasi card, akawa na Yanga card, akawa na CRDB card. Haiwezekani, sio dunia ya leo. Ndio maana hata kadi za benki zetu ambao ukitoa simu mfukoni unayo, inaweza Visa ama Mastercard. Sasa N-card ndio Visa ya Kitanzania. Na ukiangalia miundombinu iliyoko pale NIDC, hakuna mtu anaweza kuwekeza. Leo benki ya CRDB ilikuwa inatumia takriban shilingi milioni 500 kwa mwaka kumanage data center yake binafsi. Lakini kwa kujiunga na NIDC, kwa co-hosting, kuweka taarifa zake na computation yake pale NIDC, inatumia shilingi milioni 50 kwa mwaka. Sasa hii ndio maagizo ya Mheshimiwa Rais kwamba mifumo yote ya serikali iwe na host pale kwenye data center ya serikali. Computation yake ifanyike pale na matokeo yake data zote zikae pale. Tunayo sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi. Data zile zilindwe, ziweze kutumika kwa kuchakata maendeleo ya Tanzania na kutekeleza mipango mbalimbali ya maendeleo. Leo Wizara ya Elimu inataka kutekeleza shule. Lazima ijue kuna Watanzania wangapi, wana umri gani, lazima ijue matumizi yetu, lazima uwe na sehemu unakusanya hizo data. Leo tunataka kutengeneza mradi wowote wa maendeleo, wa kilimo, basi nataka kugawa pembejeo. Lazima kuna data lake mahali na umeeleza kwamba wakulima ni wangapi, alinunua pembejeo mwaka jana ni wangapi, walinunua pembejeo za aina gani, ili uweze kutengeneza kwa kutumia artificial intelligence, uweze kutengeneza data analysis itakusaidia kwamba mwakani uagize mbolea ya kiasi gani. Kwa kazi tunaifanya chini ya maelekezo ya Mheshimiwa Rais, na umeona bajeti ya mwaka huu imeongezeka kwa kiasi kikubwa. Mheshimiwa Rais anawezesha wizara hii katika kuhakikisha tunatimiza nia yake ya kuhakikisha Tanzania inakuwa ya kidigitali. Kwa upande wake mkurugenzi wa mawasiliano nchini Dr. Jabir Kue Bakari amesema watumiaji wa mitandao ya internet wameongezeka, kisha akawataka wananchi kuzingatia elimu kuhusu matumizi ya simu inayotolewa kila uchwao na mamlaka hiyo. Lakini tumeona ongezeko la Tuafrika, mkongo wa bahari, lakini pia tumeona ongezeko kubwa la matumizi ya internet. Watumiaji wa internet wamefikia milioni 49 kutoka milioni 20 ile na 9
miaka 4 iliyopita. Kwa hiyo kuna ukuaji wa kasi kubwa kwenye sekta ambao umetokea. Kwa mbali na uwekezaji tunaona matumizi mengi zaidi, lakini na yameboresha uzalishaji. Sisi mamlaka ya mawasiliano Tanzania, lakini na watu wa huduma wamekuwa wanatoa elimu kila siku. Kwa hiyo ni vizuri kuwa tunafuatilia elimu zinazotolewa na ukumbushaji ambao tunaufanya mara kwa mara kwenye SMS, kwenye vyombo vya habari, ya jinsi sahihi ya kutumia teknolojia ya habari au kutumia gadget yako ambayo unayo ya simu au kitufe chochote kama ni kompyuta, ili uweze kunufaika vizuri au upate kunufaika na fursa zote ambazo zinakuja na teknolojia ya habari na mawasiliano. Kwa kikubwa kabisa ni kuhakikisha kwamba tunajua au tuna elimu ya kutosha ya matumizi ya simu, kwa sababu imekuja na mambo mazuri, lakini kuna mambo mabaya kama utatumia vibaya au kama utatumia bila kujua vizuri. Kutoka hapa bungeni jijini Dodoma, John Israel wa Banda Media.